nilipewa na kamanda wa polisi kuja kushuhudia mapokezi ya vifaa ambavyo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amevitoa kwa jeshi la polisi nchini kupitia maono makubwa alionayo afande Inspector General of Police nchini kwetu, ambao wanahitaji jeshi la polisi la kisasa lenye vifaa, lenye wataalamu, lakini lenye uweledi katika ulinzi wa taifa hili. Kwa hiyo kwa taarifa niliyopewa asubuhi hii kwamba Mheshimiwa Rais katika mkoa huu ametupatia magari 24 mapya, magari ambayo yamekuja kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza yalikuja magari 9 na awamu ya pili yamekuja magari 15 ambayo yako mbele yenu. Nichukue fursa hii kukushukuru kamanda wa polisi kwa niaba ya serikali kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya ndani ya mkoa, lakini na kwenye taifa kwa ujumla. Lakini niwashukuru maafisa na askari wa jeshi la polisi kwa kazi kubwa mnayofanya ndani ya mkoa na ndani ya taifa. Nimeshuhudia mapokezi mazuri mlioyafanya kwangu, kwanza kwa gwaride lenye utaalamu na weledi na ukakamavu mkubwa, lakini pia nimesikia kiapo cha utii ambacho kimesheheni ahadi nyingi za kulitumikia taifa hili kwa weledi, kwa nidhamu na kwa mapenzi makubwa ya taifa lenu. Sasa mimi nimshukuru sana Rais kwa kuyapokea mapendekezo ya afande IGP juu ya uboreshaji wa jeshi la polisi, kwanza kimafunzo, lakini pili kivifaa kama ambavyo tumeona, na tatu kwenye rasilimali watu kwa maana ya ajira na kuwaendeleza maafisa. Tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu na kampeni hizi zinazoendelea, vifaa hivi vinaenda kutuhakikishia kwamba tutaifanya kazi yetu kwa weledi, kwa umakini na kwa utulivu mkubwa, kwa sababu tunaweza kuyafikia maeneo yote ambayo tuna wajibu wa kuyafikia kwa wakati kulingana na vifaa tulivyonavyo. Lakini kulingana na ahadi za kiapo ni kwamba mtatenda kazi zenu bila huba wala kumpendelea mtu, lakini kwa kuzingatia kanuni, sheria na taratibu. Nimesikia hapa mkisema mbele yangu, na huo ndio mwito wangu kama mkuu wa mkoa, lakini ndio mwito wa serikali kwamba vyombo vyetu hivi vya ulinzi vifanye kazi ya kuwahudumia wananchi kwa weledi mkubwa, kwa hekima na busara kubwa, ili wananchi wavione vyombo hivi vya ulinzi kuwa ni vya kwao na wanayo kila haki ya kuvipa msaada katika kutekeleza majukumu yake. Baada ya kusema hayo, kamanda wa polisi wa mkoa, naomba unifikishie salamu zangu za dhati kabisa kwa maafisa na askari ndani ya mkoa mzima wa Ruvuma popote walipo wanapotekeleza majukumu yao. Serikali ya mkoa iko pamoja nao, serikali kuu iko pamoja nao, na sisi tutajitahidi kwa hali na mali kuhakikisha vifaa hivi vinaendelea kuja kulingana na upatikanaji wake. Lakini nitoe mwito kuhakikisha mnavitumia vifaa hivi kwa usahihi na umakini mkubwa, lakini kingine ni kuhakikisha mnavifanyia matengenezo kila muda wa matengenezo unapofika, ili viendelee kutumika sasa na hata baadaye. Ninafarijika kwa kiongozi wa mkoa ambao vyombo vya ulinzi na usalama
vinafanya kazi zake kwa weledi, vyombo vya ulinzi na usalama vinatii sheria za nchi, lakini vyombo vya ulinzi na usalama viko tayari kushirikiana na wananchi walio wema katika kulilinda taifa hili. Nitoe wito, weledi, utii iwe ndio kiapo mnachoishi nacho katika utekelezaji wa majukumu yenu. Lakini kikubwa, ili tuwe na jeshi zuri na la kisasa, pia nitoe rai kwa maafisa na askari kujiendeleza kwa kupata elimu mbalimbali za utaalamu mbalimbali ili kukabiliana na changamoto za mabadiliko makubwa ya kiuhalifu yaliyoko duniani na kwenye taifa letu kutokana na maendeleo tunayoyapiga. Lakini nitoe wito pia kwa wananchi ambao ndio wanaopata huduma kupitia vyombo hivi vya ulinzi na usalama, wawe mstari wa mbele kabisa kuhakikisha wanavipatia taarifa kwa wakati na taarifa sahihi ili viweze kutekeleza majukumu yao. Leo tulikuwa tunakabidhiwa magari ambayo yametolewa na Mheshimiwa Rais kwa Jeshi la Polisi Tanzania. Jeshi la Polisi Tanzania likawa limetupa mgao wa magari. Jumla ya magari 24 yameshaletwa katika mkoa wetu wa Ruvuma. Na haya magari ni katika vitengo mbalimbali. Liko gari la kamanda, gari la mkuu wa upelelezi, gari la mkuu wa kikosi cha kutuliza ghasia, lakini kuna magari ya MOCD, magari ya wakuu wa upelelezi wote wilaya zote, lakini kuna magari ya kutosha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawapeleka askari wetu sehemu mbalimbali ambazo kumekuwa kutokea ghasia. Leo tarehe 16 Septemba 2025 tumekabidhiwa jumla ya magari 15 mapya. Lakini kabla hapo, awamu ya kwanza tuletewa magari 9 ambayo sasa yanatupelekea kuwa na jumla ya magari 24. Magari haya ambayo tumekabidhiwa tunawakabidhi leo wahusika ambao ni hao wakuu wa upelelezi. Hizo pickup ni kwa ajili ya wakuu wa upelelezi, lakini tuna hizo Hilux kwa ajili ya wakuu wa upelelezi, lakini tuna hizo cruiser pickup kwa ajili ya wakuu wa polisi wa wilaya, lakini tunazo hizo gari za askari wa kutuliza ghasia ambazo umeziona kabisa zimekaa zimetulia tayari kwa kazi. Kwa ujumla wake, Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linamshukuru sana Amiri Jeshi Dr. Samia Suluhu kwa kutupa hivi vifaa ambavyo ni uwezeshaji mzuri kabisa kwa kuhakikisha kwamba jeshi lake linakuwa imara. Jeshi lake sasa naweza kusema limeboreshwa, na sisi kama Jeshi la Polisi tuko tayari kabisa kwa kazi, na tunaanza sasa hivi katika hizi kampeni kuhakikisha kwamba kila kampeni inayofanyika tunakuwepo, tunatimiza wajibu wetu. Wanasiasa wanakuwa huru kabisa kunadi sera zao, lakini wanachama na wananchi na wafuasi nao wanakwenda kusikiliza hizo sera zao, na hatimaye tupate viongozi bora. Na hii itakapofika tarehe 29 tutahakikisha kwamba magari haya yanatumika vizuri kabisa, kwa askari wanakuwepo katika maeneo ya tukio, kuhakikisha kwamba watu wanapiga kura vizuri, lakini wakati wa kuhesabu kura tutakuwepo na vifaa hivi vitatusaidia kuhakikisha kwamba tunakuwepo, watu kura zitahesabiwa, na baada hapo watatangazwa wale walioshinda. Baada ya walioshinda tutaendelea kuwalinda kuhakikisha kwamba wanatimiza wajibu wao kwa kadri ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoelekeza.